La. Ndoto zingine za mchana hizi. Siji ndio unalala na njaa yani la. Ndio maana nilisema nile kwanza miogo ndio nilale. Lakini sasa ndio kunalala bila kula ndio changamoto hivi. Ndio maana mimi sipendi hivyo unaota ndoto unaruka hivi. Mwingine anakuchukua anakurusha. Sasa mambo ya kuruka na kwenye kunaota inakuja. Ningedondoka kwenye ndoto ningevunjika pale ningekuwa. Si nani yule jamaa yule ananichukua ananirusha juu hivi, si ndio wachawi wenyewe wale. Kavaa nguo zimechanika. Ananiambia nyao turuke huku. Mimi namfuata tu. Na pale ningebakisha kidogo tu ningedondoka kwenye ndoto ningevunjika. Kidogo tu. Hapa sasa usingizi ndio hamna tena sasa. Nikatafuta miogo kule. Unashanga nini? Unashtuka nini? Hivi kwa nini unanilazimisha nirudi kwenye kazi yangu ya kuwanga uchawi? Na huu ni mwezi wa Ramadhani wewe. Niko nimekaa kimya. Ila uona ni force. Unanishawishi nirudi kwenye hayo majukumu. Sasa mimi sijaja kupiga umbea kama kina Zuchu na Zuwena. Chibude. Naomba kisha. Sasa mbona kila siku unakokaa mchezo wa karata unaomba mavi unaomba kitu? Akati nishakwambia mimi kila kitu nimekishuhudia na mpaka picha nimepiga na mjua mtu alofanya tatizo. Sasa unapokuja unaomba karata kila siku siku ile unanitafutia nini mzee? Wewe unanielewa ninachokizungumza? Unanielewa ninachokiongea? Kwenye rada zangu. Kwenye ramani. Yule kijana ambaye umenionyesha kwenye picha, Simon. Wazungu wanasema innocent person. Mtu hana hatia yule. Na wewe kwa nini unang'ang'ania sana kila kitu? Yule ni ndugu yako. Sasa mimi nakwambiaje, ndugu yangu akipatwa na lolote, afe au lolote limkute, nitakufanya hivyo vivyo. Wewe unajifanya komodo la mtaa. Domo zege. Domo pana. Lina kuchachafya. Sasa nilisema hivi, hili swala nikilivalia njuga nitakuweka sehemu ambayo aliwekwa shetani na Yesu. Bondo glaki mama sita tekilo na mucho haujui. Kijana mdogo anaitwa Guluja, anafunga kiroho, anatazama mbali. Umeanza ujinga wako. Utakaye kuona nimekaa nimetulia. Dada nisikilize bana, acha ufara. Dada nisikilize. Kuna watu wana dhambi hapa duniani. Yaani kuna watu wanatafuta dhambi kwa udi na uvumba. Ona, hichi nini? Huyu si shemeji huyu. Si shemeji huyu, sisi tunasubiria futari hapa. Kumbe yeye yupo huko anatafuta futari kwa njia nyingine. Sasa ameanza kuwafyonyogora. Anawafyonyogora. Anawapelekea mioto.
Nilimwambia kabisa nipe jero, niweke nani kwenye uwekezaji. Tupate hela, tununue futari bila shuruti. Ona sasa futari inakuja na masharti yake. Halo mume wangu. Hivi hiki nilichokiona kwenye mtandao ni kweli? Na wewe ndo unaangaikia hilo swala au? Hey, mbona anakata simu? Mbona anakata simu sasa? Yaani hapa mimi sihusiki. Mchungaji wangu ule kwa wewe na mume wako mtajijua. Mimi humu ndani ni paka kwanza, sio binadamu. Mimi humu sieleweki. Hivi ni kweli jamani? Inawezekanaje? Inawezekanaje? Kwa nini imekuwa hivyo lakini? Mkiamu. Dada. Dada. Amejisahau amevaa yako. Au ndo hivyo sasa hivi ameamua kusurprise. Lakini mbona hii kuu sio mpya? Surprise gani? Wapi moja? Mr. Kaki, right now siko tena ofisini, na kama unavyojua tumefanya mishi nyingi sana kati yangu mimi na wewe, lakini mlinzi ambaye pekee alikuwa nikikutazama na kukulinda kutia nguvu kwenye kazi zako ilikuwa ni mimi peke yangu. Sasa you must be, lazima uwe makini sana kwenye kazi zako. Kwa hiyo kinyume na hivyo, hii itakuwa mtihani sana. Sio ndugu yangu, mpaka hapo utakuwa umenielewa? Inspector Hans, kwanza nikupongeze kwa ujasiri ulionao. Very gentleman. Performance yako katika kazi nimeipenda. We doing well with our business. So, what are you about to me? Najua unachokifanya. You understand, brother? Anyway, kama hivyo ndivyo, basi hiyo itakuwa tamu zaidi, na nafikiri mishe zetu zote zitakuwa ziko sawa sawia. Everything is gonna be alright. By the way, kuna idea nimeipata nzuri sana. Kama tutaifanyia kazi, tutakuwa matajiri wakubwa sana hapa nchini. Mimi naamini kabisa kama tutaweza kutafuta vijana ambao mashababi wakaanza kutafuta watoto wadogo, tukawateka, kisha tukapata viwiliwili vyao, nazungumzia figo pamoja na mikono na kadhalika. Ni vitu ambavyo vina thamani kubwa sana ya pesa. I'm sure maisha yetu yatakuwa mazuri kabisa. Kwa hiyo kama tutafanya hili jambo kiufasaha na kiumakini zaidi, mimi naamini maisha yetu yatakuwa mazuri zaidi ya hapa. Kwa kifupi zaidi, nazungumzia biashara ya viungo vya binadamu. Oh. Inspector Hans, sikuwahi kufikiria kama una akili kubwa kwa kiasi hicho. You're very genius, brother. Just give me more time. Nitalifikiria kisha nitakupigia simu.
umenifurahisha sana. Welcome. Okay. Tatumia chochote? Next time. That's perfect, man. Okay. Kijana mdogo anaitwa Guluja. Dada, usijifanye chochote huko ndani na kuomba tafadhali. Dada, fungua. Dada, sisi ni wadogo sana. Dada, ndo unachomoa roho. Ndo napiga maresi ya kona mbinguni. Mama we. Dada, sikia. Unafanya nini kwani huko? Fungua basi. Lakini naona machozi. Sasa wewe na simizi nani? Dada, msikilize. Hata nini sisimizi ni wadogo sana, lakini wana stress, hawalimi lakini wanakula. Imagine. Wanagongwa na magari sisimizi. Unaona? Sisimizi hao. Mwenyezi Mungu. Mbona umenipitisha kwenye mtihani nisioweza? Mbona ili jaribu kwangu ni zito? Na huu mwezi mtukufu wa Ramadhani kweli Mwenyezi Mungu, taweka wapi sura yangu? Mbona ni aibu? Mbona ni aibu Mungu wangu, taweka wapi sura yangu mimi jamani? Mbona naona maisha ni magumu? Na nitaweza kumtazama usoni mimi na hii aibu kweli? Mungu umenizalilisha. Dada, inaishia hapo. Ukiongeza sauti kuna kitu nitakia pia na nitakuja kuchafua dunia nzima. Wewe Shemeji, ulichokifanya ni kitu kibaya sana. Hii picha nishaliona umemchiti na damu. Hata kama sijui, hata kama sielewi hapo. Kwa mazingira niliyoona shemeji kipeleka huko nje. Sasa nitakachokufanya ndio utakuja kuelewa. Dadangu, sikia. Leo kuna kocha. Yaani mimi sikubali dadangu ulie. Mimi sitaki kukuona tangu zaliwa unalia. Endelea kulia. Siwezi, Mungu nisaidie. Jaribu gani? Kijana mdogo anaitwa Guluja. We kiongozi, samahani kwanza. Anatazama mbali. Mbona unatembea kama vile una wasiwasi? Hakuna shida. Sema natoka huku naelekea huku. Ndiyo, mimi bwana natoka huku naelekea huku sehemu kama wewe. Kwa sababu gani unaniitisha? Unavyotoka huku unakimbia, mimi nitashindwa kwenda huku na nakuuliza huku kuna nini? Huku hakuna kitu chochote. Sema mimi ni mgeni, ndio maana unaniona nipo kwenye hali hii. Nimekuja juzi tu kwenye mji huu ndio maana. Lakini natoka huku naelekea huku na hakuna shida yoyote. Sawa. Jambo lingine nilikusimamisha hapa, tumepishana hapa. Nimekukumbuka. Wewe bwana nilishawahi kukuona wewe. Mimi? Hapana. Mimi ni mgeni kabisa huku na hakika hujawahi kuniona, umenifananisha. Kama vile nilishawahi kukuona kwenye ndoto. Kwenye ndoto? Nililala siku moja zangu kwenye mkeka pale nisikia ndoto. Wewe mwenyewe tena na kofia lako hivi na shati hivi. Tena ulikuwa peku hivi. Unanirusha hivi.
Unaniambia twende huku nyao. Unanirusha. Nikafika sehemu hivi nikataka kama vile kudondoka ndio nikashtuka. Sasa nilikuona hapa ndio nimekumbuka na shati lako hivi. Geuka kwanza nyuma. Mungu msimamie kijana Gulu njia za hivi. Ndakuwa ni ndoto shati lako limechanika hivi. Sasa nikasema huyu ndoto inamaanisha, kwa sababu nilisikia kwenye tafsiri za ndoto wanasema wakisema ukiote ndoto unaruka hivi, maana yake uko na na malaika. Ndoto za kuruka hivi maana yake malaika mkuzenu saladeni mnakula maisha na nini. Sasa nilivyoota ndoto hii moja kwa moja nimefikiria kwamba wewe unaweza kuwa malaika. Umeona? Lakini mimi nina matatizo kibao hapo unavyoniona. Kwa nilivyoona ndoto kama hili nimeona wewe unaweza kuwa msaada wewe. Wewe si malaika wewe. Mimi ni binadamu tu wa kawaida. Kweli? natazama mbali. Ni binadamu tu kumbe. Sasa kwa nini nimekuota vile? Sawa nenda. Nilikuwa nimetafakari tu lakini mimi sawa, wasalimie nyumbani. Nijienye kelele mikono mifukoni. Wewe unamfahamu yule? Natafuta fursa pale. Unamfahamu? Usinitolee macho kama mjusi alobana unamkia. Mjusi anabana na mlango bana, wewe unasema mkia maana yake nini? Yule mimi simfahamu, lakini nilivyomwona natoka kule ima ndio nimekuja kumsimamisha hapa. Yule bwana nilishawahi kumuota kwenye ndoto. Ndio nimemsimamisha hapa na muuliza wewe mtu kweli au malaika? Nimemshika hapa, nimembonyeza. Nimegundua kumbe ni mtu tu. Sasa wewe endekeza utaila hivyo. Yule atakuja kukuponza wewe. Sasa ngoja nikupe siri moja bwana. Huyu mtu anatafutwa na serikali, na kitu sichokijua serikali na bonge la kono ina mkono mpana. Sasa inaweza ikakutia mkononi ukaja kujuta. Jiangalie bwana. Samahani kwanza kikofi tusivunjane heshima, nimefunga nipo kwenye mwezi mtukufu. Hawezi kukuokotea jiwe hapa nikakubamiza hapo ukasema huyu vipi? Umesema serikali ina mkono inamtia wapi? Sikukutia mkononi, sikukamatwa manake kukutia mbaloni. Kwani mbaloni unapajua? Wewe bwana umetumwa au umeagizwa? Wewe bwana maswali mimi hapa sitaki. Cha msingi na kuambia hivi, makosa ambayo anayo yule, ukiendelea kuwa naye kitakulamba. Wewe jifanye taila hivyo, mimi naondoka zangu. Wewe jifanye chizi. Serikali na mkono mpana, itakuja kukutia mkononi, uanze kujuta. Nijienye kelele. Au swaumu. Maana yake unaweza kutumia nguvu kumwelekeza mtu. Kwa nini umefanya? Unaweza kumkamata mtu ukamkaba robo ukamuua, wakasema umepata kesi ya mauaji, kumbe swaumu imeshamkaba pale. Sasa kaja kuongea nini? Serikali si ina mkono imekutia si nini? Wewe Kikoti, nisubiri, nataka unielekeze vizuri. Umesema serikali imefanyaje? Kikoti nisubiri unielekeze vizuri, umesema?